Okay, Mama Shabaraka, habari yako? Salama tu. Za bungeni? Bungeni nzuri, tunashukuru Mungu, tunaendelea vizuri. Okay. Leo tumeona bunge limeendelea la budget, lakini pia katika moja ya vitu ambavyo vimezungumzwa nilipenda nikuulize ni kuhusiana na issue ya swali la Sanga ambaye alimuuliza naibu waziri wa habari, utamaduni sana na michezo Hamisi Mwinjuma mwana FA kuhusiana na ujenzi wa arena. Siku mbili hizi tatu imekuwa gumzo sana mtandaoni. Diamond alizungumza, wakamkosoa sana, lakini ni jambo ambalo nadhani ni hitaji la kila msanii. Nadhani umesikia kauli ya serikali kuhusiana na arena. Okay, mimi nitazungumza kidogo kwa mapana kidogo kwa sababu niko kwenye kamati ya pia habari, utamaduni, sanaa na michezo, na niko kwenye kamati ya elimu. Hivi vitu ukiviangalia kwa upana wake, Mheshimiwa Rais alishaviweka katika mpango kazi na ndani ya ilani ya Chama cha Mapinduzi iko hii arena, na Rais pia alishaizungumzia sana. Ichobaki ulikuwa ni utekelezaji na mpango wa kupeleka pesa kwa ajili ya kujenga hiyo arena, na sehemu ilikuwa ishatengwa siku nyingi ambao ni kule Tanganyika Packers. Unaona? Kwa hiyo ndiko kutakojengwa kule arena. Lakini nafikiri tu mimi nilianza kumsikiliza AY kabla ya Diamond. AY alizungumzia, akaja Diamond akaizungumzia, lakini kuna jinsi ya upokeaji wa neno. Diamond anaweza kuwa alizungumzia kwa vizuri kama kuikumbusha serikali ili ifanye haraka, lakini mtu mwingine ambaye haelewani na Diamond anaweza naye akazungumza vingine. Unajua mambo ya mtandao, kila mtu anachukua uelewa wake tofauti. Au na hii mambo ya mnasema nini siku hizi, mnasema nini, mtu za sio kiki. Diamond ndio kusema kiki. Hii mnasema kutengeneza, mnakawa mna edit, wanatengenezea maneno yani. Mtu anaweza kutengeneziwa maneno. Akatengenezwa maneno, unaweza kuzungumza vizuri lakini ukatengeneziwa maneno ukaonekana wewe uko against na kinachozungumzwa. Lakini wanapozungumza wasanii ni kwamba sio mbaya, wanatukumbusha, wanaikumbusha serikali, wanatukumbusha sisi wabunge, na imeenda vile kwenye mitandao. Lakini sisi wabunge ambao tuko tayari kwenye kamati ya utamaduni, sanaa na michezo tulishaizungumza na Mheshimiwa Makonda pia, na tulivyofanya uhakiki wa viwanja vya michezo, kwa sababu ukiangalia kwamba AFCON inakuja kesho kutwa. Ni vitu ambavyo tayari vinafanywa kazi, na kama umesikia baada ya Sanga kuzungumza, Mheshimiwa Sanga, naibu waziri alilijibu. Kwa hiyo naibu waziri analijua, na hata kwenye kamati za bunge, kamati ya michezo tulimuuliza. Kwa ndio maana unakuta mbunge kama mimi niko kwenye kamati ya michezo, siwezi kuuliza ile swali kwa sababu tulishalizungumza ndani ya kamati na tukapata majibu ndani ya kamati. Kwa hiyo mimi siwezi kulizungumza, mimi nitasema, nitalifafanua, na ndio maana nalifafanua kwamba hivyo vitu vipo. Ni kweli arena inajengwa, lakini usiangalie kinacholeta shida ni kuona tu kwamba wasanii wanaona kwamba football kama inapendelewa, bona viwanja vyao vimekuwa ni. Lakini vile viwanja ni kwa sababu AFCON inakuja, na ndio maana vime over budget, kwa sababu waweza kuwa na budget hii ya viwanja vile, lakini wakaja watu wa CAF na FIFA akawaambia hivi viwanja tunataka hivi. Na ndio maana unaona hata kwenye report unakuta viwanja vya AFCON vimechukua hela zaidi tofauti na hela ambayo ilikuwa imetengwa. Kwa hiyo wenyewe wana utaratibu wake, serikali na utaratibu wake, kipi tuanze. Kwa hii ni kitu ambacho kinahusisha mataifa mengi, na Tanzania itaingiza pesa nyingi, itaingiza wageni wengi, watafanya nini? Ndio maana unaona wameanza na AFCON. Lakini na arena ndio bunge lenyewe hili ambalo linaenda kupitisha bajeti ya kujenga arena, na ndio bunge la bajeti la kwanza baada na toka tumemchagua Rais Samia kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio bunge la kwanza la bajeti hili. Kwa hiyo haya maswali mengine labda ingekuja ambao bunge la bajeti limeshapita, hatukuizungumzia arena, ndio watu tungeanza
kulizungumzia kwamba serikali imetuacha, serikali imetuacha. Sisi tumo, kuna wasanii mle niko mimi, yuko Baba Levo, yuko Babu Tale na wengine ambao pia ni wanapenda sanaa. Wako mawaziri, Mwana FM mwenyewe ni anapenda sanaa, ni msanii pia, pamoja ni waziri naibu waziri ni msanii. Yuko Mheshimiwa Makonda anavifuatilia hivi vitu vya karibu, ndio maana unamkuta Mheshimiwa Makonda mara katengeneza mziki kule Arusha, mara kaweka nyama choma, mara kaweka nini, mara kaweka nini. Anapenda hivyo vitu. Kwa hiyo niseme ni waombe tu wasanii wawe wavumilivu, serikali haitotuacha na haitatuacha. Na kunakuja tena mambo ya mirabari ya wasanii, nayo itakuja. Wasanii sasa hivi tumeshaanza kupata mikopo. Kwa hiyo vitu vingi tu wasubiri, watoe muda kwanza kwa serikali, ndio bunge la bajeti hili linaanza. Serikali haiwezi kutuacha. Haiwezi kutuacha. Itakwenda na sisi sambamba, na sisi tuko humo. Watu waamini kwamba sisi tuko humo ndani ya bunge, tutawawakilisha. Kama tusipowakilisha vizuri, ndio watuambie kwa nini nyinyi ni wasanii mko huko hamtaki kutuwakilisha sisi vizuri. Lakini hawa wote wanawakilisha vizuri. Baba Levo anawakilisha vizuri, Babu Tale anawakilisha vizuri, Asha Baraka anawakilisha vizuri, na watu wengine wako, na watu wengine wa habari wako humo wamejaa, kina Kijakazi. Kwa hiyo wasanii wasio na wasiwasi, wa relax tu. Mambo yao mazuri yanakuja, yatakuwa hivyo kama AFCON, ila yanahitaji muda. Yanahitaji muda. Serikali inaenda kimoja baada ya kingine. Kwa hiyo yanahitaji muda, ili yanakuja na yataanza mwaka huu kabla haujaisha. Unaona? Taanza mwaka huu, serikali itaanza ujenzi mwaka huu kabla mwaka haujaisha. Kwa sababu eneo tayari. Sijui umenielewa vizuri. Kwa hiyo wa relax tu. Lakini msanii hakatazwi. Kila msanii ana mawazo yake. Hakatazwi kutumia media kuangalia fikra zake au mawazo yake kwa ajili ya industry ya sanaa kwa ujumla. Unaona? Kwa hiyo hakatazwi mtu kuzungumza, na mtu mwingine msanii akizungumza pale, na sisi pia tunachukua. Unaona, inatufanya na sisi tuzungumze zaidi kufuatana na yeye jinsi gani alivyozungumza. Huenda mwingine sisi tumeyasahau, sio kwamba sisi tutajua yote, wengine tunasahau, tutachukua kutokea kwao, tunafanyia kazi humu ndani ya bunge. Kwa hiyo wasio na wasiwasi. Lakini alichokisema Diamond, ambacho yeye kwa mtazamo wake alikuwa anaona kama mambo yaendi speedy, lakini akatokea Harmonize ambaye yeye alikosoa akasema kama anaifanya ajui kitu tayari kinatekelezwa. Inaonekana kwenye tasnia kuna chuki za, sidhani kama zinajenga kwa mtazamo wako kwenye hii hali ya vitu kama. Mimi waombe tu kwamba hawa wasanii wakubwa ambao ni kioo cha jamii, akizungumza mwenzio mwache azungumze. Umenielewa? Aidha wewe umemwona amezungumza kwa ubaya au amezungumza kwa uzuri, mwache azungumze. Kila mtu ana nafasi yake anavyozungumza. Mfano, nimesikia interview pia ya Diamond pia ikizungumza, inatokana na mwandishi wa habari kamuuliza nini. Kwa sababu ile anaulizwa ndio anajibu. Kama hakuulizwa hawezi kujibu. Mtu amemuuliza, hebu je, unaweza kufanya kolabo na Alikiba? Kama wewe mwandishi unategemea pale Diamond ajibu vipi? Ajibu hapana. Ajibu vizuri kwa bwana. Ajibu hapana. Sema jibu, mimi natamani hata leo. Umeona? Lakini wako watu sio yeye, wameichukua, ni wasanii wakubwa na wengine ni ma-influencer, wameichukua ile kutaka kuwachochea kwamba wewe hutaki kufanya nini na Alikiba. Sio nini na nini. Sasa mimi ni mama, kazi yangu mimi kuweka wale wasanii napenda wawe pamoja. Sipendi kuingia kwa Harmonize wala kwa Alikiba wala kwa Diamond. Mimi nachotaka kila mtu afanye kazi, atafute pesa, afanye kazi iwe nzuri kwa ajili ya taifa letu. Mimi sihitaji mabifu ya kwao. Sihitaji na uaga, sipendi hata kusikiliza. Naona kama ni utoto tu. Unaona? Mimi napenda wale wasanii wafanye kazi kubwa, kama kugombana wagombane na wasanii mataifa mengine huko. Na tamani wasanii washirikiane, wawe wamoja, tupambane. Nchi yetu ni moja, sisi wote ni Watanzania, tunahitaji kusaidiana na kuinuana.
ndio tumekuwa katika misingi ya namna hiyo. Ukimwona huyu hakubebwa vizuri unamsaidia. Ukimwona mwenzako yuko chini unamsaidia ili apande akue. Unaona, sio umemwona huyu nini wewe unazidi kwenda kumkandamiza ule. Hapana, wasanii tunatakiwa tuwe kitu kimoja, tusaidiane. Tusaidiane, na tunaposaidiana, tunapojenga umoja wetu kwa pamoja, hata serikali inatuangalia. Na hawa wasanii wakubwa ndio maana unaona wanapata kazi za serikali. Wanatakiwa wawe na nidhamu na kila kitu. Usifikiri wao wakubwa wanapata kazi za serikali zile wanafanya za mataasisi mbalimbali. Wakionyesha nidhamu mbaya hawawezi wakapewa hizo kazi. Serikali inataka watu walionyooka, watu wana makando, watu wana nini. Sasa sisi tusiweke mabifu, machukichuki, manini. Unaona? Haitakiwi kabisa. Na ndio maana mimi nakaaga mbali. Kwa sababu mimi ni mama, nikikutana na mmoja namwambia pale utakiwa uwe hivi. Pale utakiwa ufanye hivi. Kwa sababu mimi ni mama yao, hawezi kunijibu vibaya. Nikikutana na Harmonize nikimwambia hawezi kunijibu vibaya, nikikutana na Diamond hawezi kunijibu vibaya, wala Alikiba hawezi kunijibu vibaya.